Young Africans wanaweza kurudi tena kwa Khanyisa Mayo, mshambuliaji wa kati wa klabu ya Kaizer Chiefs ambaye yupo kwa mkopo kutokea katika klabu ya CR Belouizdad kwenye dirisha kubwa linalokuja. Kwenye dirisha dogo lililopita, Khanyisa Mayo alikuwa miongoni mwa majina matatu ya wachezaji ambao Young Africans walikuwa wamewa shortlist kabisa kwa ajili ya kuja kuongeza nguvu kwenye eneo la ushambuliaji wa kati. Sema tu kulikuwa kuna vipaumbele. Kipaumbele cha kwanza kabisa kilikuwa ni Depo ambaye Young Africans wamefanikiwa kumpata mwisho wa siku. Lakini Yanga walikuwa wanalenga kupata washambuliaji wawili kwenye dirisha dogo. Kwa hiyo kulikuwa kuna Depo ambaye ndo alikuwa kipaumbele cha kwanza. Kisha kulikuwa kuna mtu anaitwa Gelson Dala ambaye nimeshamzungumzia mara kadhaa na anatakiwa aangazwe pia kwenye dirisha kubwa, moja kati ya vipaumbele vikubwa zaidi kuelekea kwenye dirisha kubwa. Lakini jina la tatu lilikuwa ni la mtu anayefahamika kama Khanyisa Mayo. Sasa basi ni vizuri tukaweka wazi kwamba Young Africans walikuwa wanalenga kwanza kumpata Depu pamoja na Dala, kisha ikishindikana, kwa maana hizo ndio option zao mbili za kwanza, watakwenda kwa mtu anayeitwa Khanyisa Mayo. Kwa hiyo kwa kusema hivyo, Young Africans kuelekea kwenye dirisha kubwa watapambana sana kumpata Gelson Dala ambaye anamaliza mkataba wake na klabu ya Al Wakrah ya kule Qatar, lakini ikishindikana Young Africans wataangalia uwezekano wa kwenda kumnyakua Khanyisa Mayo ambaye yupo kwa mkopo katika klabu ya Kaizer Chiefs. Ni vizuri kuweka bayana pia kwamba uwepo ama kutokuwepo kwa mwalimu Pedro Goncalves hakutoathiri kwa namna yoyote maamuzi ya Yanga juu ya Khanyisa Mayo, kwa sababu Khanyisa Mayo ni pendekezo la viongozi. Huyu ni mchezaji ambaye viongozi wa Young Africans ndio wanamtaka, kwa sababu tangu yuko Cape Town City, kabla hata hajafanya move msimu uliopita kwenda katika klabu ya CR Belouizdad, Young Africans walijaribu kufungua mazungumzo na Khanyisa Mayo akiwa katika klabu ya Cape Town City. Kwa hiyo Yanga hivi sasa anafika takriban miaka isiyopungua 2.5 mitatu wanavutiwa na Khanyisa Mayo. Yaani huyu ni mchezaji ambaye Young Africans wamekuwa wakijaribu kumpata kwa muda mrefu. Kwa hiyo matamanio ya kuendelea kumpata Khanyisa Mayo yanaendelea kuwepo, kama baadhi ya wachezaji ambao mwalimu pengine kwa nafasi yake hataweza kuwapata, basi huyu mchezaji Young Africans wanaweza kutumia tena nguvu kwa ajili ya kumpata kwenye dirisha kubwa. Kwa hiyo Khanyisa Mayo, of course, kipindi ambacho amekuwa nacho Kaizer Chiefs kimekuwa na changamoto. Kuna rundo kubwa la washambuliaji, imechangia pia kuathiri form kila hapa na pale, lakini quality yake inajulikana. Mwisho wa siku akiwa kwenye ubora wake, ni mchezaji ambaye amekuwa akiweza kuaminika kwenye eneo la ushambuliaji. Kwa hiyo viongozi wa Young Africans wanamhusudu Khanyisa Mayo, na huyu ni mchezaji ambaye unapaswa kuwa mwangalifu naye kuelekea kwenye dirisha kubwa. Young Africans endapo watamkosa Gelson Dala, kwa sababu kitu kikubwa ama kikwazo kikubwa kwa Gelson Dala kitakuwa ni pesa. Hicho ndio kitu ambacho mimi naamini kinaweza kikatia ugumu kwenye dili la Gelson Dala, lakini endapo Gelson Dala atakosekana, basi Khanyisa Mayo ni next in line kwenye eneo la center forward, kwa maana mchezaji ambaye atakwenda kusimama kama namba 9 mwisho wa siku. Young Africans wanaweza kuangalia tena uwezekano wa kuvuta waya kwenda kwa Khanyisa Mayo, kwenda kuongeza nguvu na Depu kwenye eneo la ushambuliaji wa kati wa klabu.